Ndugu zangu waandishi wa habari, nadhani sote tunafahamu haya ambayo yanaendelea katika taifa letu. Moja, taifa letu limepita katika kipindi ambacho hakijawahi kutarajiwa na hakijawahi kudhaniwa kwamba kinaweza kikatokea katika taifa ambalo limejengwa katika misingi ya utu, misingi ya ujamaa, misingi ya hekima, busara na ustahimilifu. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kushirikiana na hayati Mheshimiwa Abeid Amani Karume walihakikisha Jamhuri yote ya Muungano wa Tanzania tunaishi katika misingi ya kijamaa, misingi ya amani, udugu, na walihakikisha kwamba taifa halijengwi katika misingi ya udini. Sasa nini leo tunasema? Tumeshuhudia kwamba baada ya haya ambayo yamekuwa yamekitokea, wadau mbalimbali wa haki, wadau mbalimbali wa maendeleo, kila mtu amekuwa akitumia haki yake ya kikatiba katika kutoa maoni, ya tunasema ile freedom of speech, katika kutoa maoni, kushauri, kusihi na kukemea, kwamba umetumia haki ya kikatiba. Lakini haki hiyo, na siku zote nimekuwa nikijaribu kusema tafsiri ya kisheria na tafsiri ya kifalsafa, kwamba ni kweli tuna uhuru wa maoni ambao upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini uhuru wako unapaswa kuishia pindi pale unapobuguzi uhuru wa mtu mwingine, unapoteza misingi ya utu wa mtu, unapozalilisha utu wa mtu, unapoondoa thamani ya mtu kuonekana kama mwanadamu, kwamba uhuru huo unapaswa kuzuia haraka iwezekanavyo. Tanzania kwa sasa tunahitaji lugha za uponyaji. Hatuhitaji lugha ambazo zitawagawa Watanzania. Na maanisha nini? Ninachomaanisha kwamba tuache kauli za kidini, tujenge taifa, tujenge maridhiano kama familia. Wanasema, wenye busara walisema, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Maana yake ndwele ni umasikini katika Kiswahili fasaha. Kwa maana yake hatuwezi kukumbatia umasikini na hatuwezi kukumbatia mawazo ya kimwafidhini. Na ndio maana tumesema kwamba tunajenga maridhiano. Na siku zote taifa lenye maridhiano ni taifa linalotumia busara, sio hasira. Kauli za udini ni moto, ni sumu katika taifa. Maridhiano ni maji ya kuzima moto huo. Umoja wetu ndio msingi wa yote kuliko tofauti za kimani zetu. Tuilinde na kuijenga Tanzania yetu. Hili ndilo ambalo nikasema, ndugu zangu waandishi wa habari, tuna umuhimu sana kulisemea na tuna umuhimu sana kulikemea. Kwa sababu tunakwenda katika maridhiano, lakini hatupaswi kutengeneza vita mpya au kutengeneza mgogoro mpya, migogoro ya udini. Sisi tunasimama kama taifa, tupo katika udugu wa kitaifa na udugu wenye asili ya ubinadamu, kwa sababu sote tunaamini, wenye dini na wasiokuwa na dini, wanaamini kwamba binadamu ana chanzo, na chanzo cha binadamu wengine wanasema ni Nabii Adam, Nabii Hawa, wengine wanasema Adam na Eva, lakini wakimlenga mtu mmoja, kwamba huu ndio udugu wa asili kabisa toka kuumbwa kwa mwanadamu. Sasa udugu huu haupaswi kutenganishwa katika namna yoyote na mtu yoyote, hata aweje. Tumeona baadhi ya kauli ambazo si njema, ambazo kauli hizo tunaamini kwamba zimetolewa na watu kama inavyoelezwa kwamba wachafu wengi huwa wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Manake mtu anapovaa joho la udini
kiongozi wa dini atakapotoa lugha zenye mkanganyiko katika jamii, zenye kuwagawa watu, kuhatalisha amani, ni kwamba wachafu wengi wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Kwa sababu dini zote, vitabu vyote vitukufu ukivisoma, kitu cha kwanza imeeleza jamii njema ni ipi, inajengwa katika misingi ipi. Inajengwa katika misingi ya hekima, inajengwa katika misingi ya uadilifu, inajengwa katika misingi ya tabia njema, inajengwa katika misingi ya ustamilivu. Na ndio maana kipimo cha mcha Mungu si kuswali tu na kuimba mapambio ukasema mimi ni wa vilemba, mimi ni wa rodhali, kwa sababu unahudhuria sana misikitini, unahudhuria sana makanisani na sehemu mbalimbali kwenye nyumba za ibada, ukasema sisi mnajiita waso dhambi. Lakini kipimo cha mcha Mungu ni pale anapokwazwa, anavyoghadhibika na hekima anayochukua katika kuweza kutatua lile tatizo. Tunasema huyo ndio mcha Mungu. Kwa hiyo kipimo cha mcha Mungu, na ndio maana wanasema dalili ya ushehe si kilemba ati. Kwa hiyo dalili ya ushehe unamuona kwamba huyu ni shehe, huyu ni padri, huyu ni askofu. Tunampima kwa matendo yake, tunampima kwa ghadhabu zake. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini ambaye anatumia lugha za udini katika kuwagawa watu, kuwachochea watu kufanya maasi, kuwachochea watu kufanya fujo na vurugu, na kutweza utu wa mtu, kwamba huyo si miongoni mwa sisi katika vitabu vya dini. Tunasema hayo kwa sababu sisi tumesoma pia vile vile. Tumesoma dini na kila mtu ana dini yake. Na sisi wengine tumesoma sheria na tumesoma sharia. Na sharia ni kwa Waislamu wanaitumia. Wanarudi sana kwenye Qur'an tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasema sharia. Hukumu zote, hekima zote ziko pale. Lakini sheria pia vile vile, hata ndugu zetu upande wa pili wa Kristo pia na wao wana sheria, ambao mara nyingi sana narudi kwenye kumbukumbu la Torati. Maana lile ndo sheria ziko pale. Kwa hiyo hata hivi vitu sheria za kilimwengu si mpya, hizo sheria zipo kwenye vitabu vya dini. Kumbukumbu la Torati tunamsoma Musa na mambo yake, habari zote ziko pale. Kwamba haki inapimwaje, mizani yake ipoje, zote ziko pale. Sasa tukivisoma vitabu vyote hivi, hakuna sehemu yote ambayo inahamasisha chuki. Haipo. Watu wote hawa, manabii wote na mitume wote duniani wamekuja kulingania amani na haki. Wote ukisoma, hakuna hata nabii mmoja, hata mtume mmoja ambaye amekuja kuchochea vurugu, amekuja kuchochea lugha zenye mtafaruku katika jamii. Na ndio maana hata kwa Waislamu kuna aya ile kusema pale kumdinukum hali ya dini, kwamba ninyi mna dini yenu na sisi na dini yetu. Maana yake ni kwamba kila mtu aheshimu uhuru wa mwenzake, yani kila mtu aheshimu dini ya mwenzake. Kwa hiyo tunapokuwa katika hii mijadala ya kitaifa, ni marufuku kutumia lugha za kidini kwa lengo la kumtusi na kumdhalilisha mtu. Ni marufuku. Mimi nilikuwa nikijiuliza hapa, kuna ndugu yetu mmoja ambaye anasema yeye ni mhadhiri, na siwezi kuliacha kulisemea hili, nikaje sitomtaja kwa jina kwa kuzingatia kanuni za kisheria na kiitifaki. Lakini naisema kwa sababu mimi pia, licha kwamba natekeleza majukumu mengine ya kuhudumia umma, kuhudumia jamii kwa kusimamia viapo kwa lengo la kusimamia haki na vitu vingine, lakini pia vinapoingia masuala ya kimani hatuwezi kusita kusema. Kwa sababu pia imani ni kitu kikubwa sana. Yaani leo hii hata mimi ukiniambia kwamba kati ya Mungu wako na vitu vingine vya kilimwengu ni vipi, nitakwambia hapana, nitafuata ya Mungu. Kwa tumemwona mtu ambaye amevaa joho la Uislamu na amesema lugha za wazi wazi kwamba swala kukatana vichwa wapite kila katika nyumba za ibada. Sasa tukaona hiki ni kitu ambacho hakitowezekana na hakipaswi kuwezekana. Na nilitarajia, kwa sababu pia vile vile tumeangalia kwamba tunayo sheria ya uchochezi, tunayo sheria ya makosa jinai, kwa sababu pia ametumia udhalilishaji kwa baadhi ya taasisi zingine. Najua wale waungwana wanasema muungwana hanuni mashavu, muungwana hununa moyoni. Yani make watu hawakujibu, si kwamba hawajaudhi wale ambao walitumia nayo, ni kwa sababu wametumia falsafa ya kiungwana. Sasa mtu anapokuwa hanuni mashavu, anapotia moyoni, maana yake atengeneza kisasi. Na wale watasema ni Waislamu wamefanya, au Waislamu wamefanya 1 2 3, lakini Waislamu hawajafanya haya.
na hatuko katika hayo na haitokuwa katika hayo, kwa sababu sheria na dini zinatuongoza kwamba inasema nini tufanye. Kwa maana yake lugha alizotumia, moja, amefanya lugha ya kutweza utu wa watu, amedhalilisha. Pili, ametumia lugha ya uchochezi, sheria zipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulitarajia, na naomba nitoe maelekezo ya kisheria kwa jeshi la polisi. Nikasema una mamlaka ya kutoa maelekezo, ninayo kwa mujibu wa sheria. Kwa maana yake mtu yeyote ambaye anafanya vitendo vya makosa ya kijinai, maelekezo ya sheria yamesema mtu huyo ni mtuhumiwa na anapaswa kukamatwa na kuhojiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa iweje mpaka leo hatujiona kwenye taarifa mbalimbali za habari kwamba limefunguliwa hata jalada la uchunguzi kuitishwa? Lengo la kusema haya ni nini? Tujue chanzo. Kwa hiyo maana yake jeshi la polisi katika hili wanabidi wawajibike, wachukue hatua ipasavyo. Na wanaposita kuchukua hatua ipasavyo, maana yake leo na kesho kutwa sisi wadau, kwa sababu tunajenga nyumba moja, isije kuonekana kwamba tuna majungu, kwa sababu na sisi tutatumia kalamu zetu nyekundu, tutaandika, tutazishauri mamlaka za teuzi, tutamshauri amiri jeshi mkuu, jamani, unayaona huku mtaani yanaendelea na hizi vita za udini na vitu mbalimbali, kwa sababu tunao baadhi ya watumishi ambao hawajibiki. Ukiwa kama mkuu wa nchi na serikali kwa maslahi mapana ya taifa, ambaye umeapa na kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeapa kuondoa vita ya udini, ubaguzi na misingi yote, kwamba tunaona hapa watumishi hawawajibiki. Katika hili tunaomba uchukue hatua. Tutatumia kalamu nyekundu, maana yake tutaandika confidentiality, masuala ya siri, tunayo sheria ya siri na tunazo sheria za usalama wa taifa ambazo zinasimamia masuala mazima, masuala ya siri. Kwa hiyo tusije tukafikia huko. Ndio maana wadau tunasema, kwa sababu tutafika sehemu ambapo hatutarajii sisi kama wadau ambao tunajenga nyumba moja tukataka tugombane. Hivi ni vitu lazima vikae sawa, na hatuwezi kusita kuacha kusema. Tutasema katika hali ya aina yoyote, kwa sababu tunataka taifa liwe lina umoja, mshikamano na amani ya kweli, na hakuna aliye juu ya sheria kwa namna yoyote ile. Na sisi huwa tuogopi mtu aina yoyote yule, kwa mwendo wake, kwa cheo chake, kwa mamlaka yake, kwa sababu vitu vyote hivyo ni mali ya wananchi kwa mujibu wa sheria, yani ni mali ya umma. Hilo jambo la kwanza lazima waelewe. Na katika imani tunaamini kwamba mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, kwa maana yake nani zote ni za Mungu. Kwa hiyo wasijisahau katika hili. Lakini sambamba na hayo, haya ambayo yametokea pia tunasemaje, kwa sababu umetangazwa mchakato wa maridhiano na tayari kuna baadhi ya kauli katika mitandao za kijamii ambazo bado zinataka ziendelee kuchochea ghasia na chuki. Tunapenda tushauri sana jeshi la polisi katika nia njema sana, hususani kwa kamanda wa polisi au inspector generali wa polisi. Tunavyosemea swala la ukamanda, mtu anaitwa kamanda, commanding officer, law enforcer. Si pingu tu na bunduki na kutembea mwendo wa kakamavu, hapana. Uhodari wa meno upo kwenye fizi. Tushafahamiana hapo. Manake ni kwamba kitu cha kwanza ni lazima tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Tunachukuaje tahadhari kabla ya hatari? Siku zote tunasema baada ya watu kukadhabika, kutoa silaha au kutoa jambia kwenye hara yake, tunatazama namna bora ya jambia kurudi kwenye hara yake, tukae mezani kama ungwana tusikilizane. Manake ni kwamba hatuwezi kukwepa kuzungumza na wananchi na makundi mbalimbali. Tunazo mamlaka za serikali za mitaa. Jeshi la polisi lilipaswa zitumie vyema. Sasa hivi ndio ilikuwa kipindi ambacho OCD, OCS na mabaadhi ya makamishna kushuka ngazi za wilaya, kushuka kwenye serikali za mitaa, kuitisha mikutano ya hadhara, tuseme na vijana. Jamani, hili ni jeshi la polisi, ni mali ya wananchi. Yenyewe mnahisi kuna shida wapi? Haki zenu zinakiukwa wapi? Na namna gani tunaweza tukatatua? Tusikilizane. Si kutoa matamko tu kwenye mitandao ya kijamii. Mikutano ya hadhara ni muhimu sana ifanyike. Hatuwezi kuogopa kusikiliza watu. Na siku zote hata watu wana ghadhabu kiasi gani, usiogope kumwendea kumsikiliza. Unakwenda katika lugha ya staa, lugha ya kiungwana na lugha ya kubembeleza. Ndugu zangu, vijana wangu, kuna jambo moja mbili tatu. Hili ni taifa letu. Tunapochochea ghasia, maana yake kwamba tunatarisha maisha pia watu wasiokuwa na hatia. Kuna wajawazito,
kuna watoto ambao hawana wanachokijua. Inapotokea maafa, watu wanabaki mayatima. Sasa tukae tuwape vijana elimu. Tukae na makundi tuyape elimu. Jamani, tusigawanyike. Tuzungumze kweli. Inaweza kuwa kuna sehemu labda hapaja kwenda sawa. Haki zenu haziendi wapi? Watakwambia watu. Kesi za mahakamani zinacheleweshwa, haziishi. Labda maafisa wa umma tunapowalalamikia, labda hatua za kinidhamu za kimaadili hazichukuliwi kwa wakati. Labda tunahisi muhimili wa mahakama unaingiliwa. Labda tunaishi, labda jeshi la polisi halifanya uchunguzi kwa wakati na kuchukua hatua. Lazima tusikilize. Halafu zenu tuje na majibu. Kwa hiyo Inspector General wa polisi ni vyema sana, tunamuomba sana aelekeze makamanda wote wa mikoa na wakuu wa polisi wa wilaya OCD na OCS na mapolisi kata, mikutano ya hadhara ifanyike, polisi washuke ili wazungumze na wananchi na watoe elimu ya uzalendo na elimu ya uraia. Kwa sababu hiki kizazi ambacho tunakiona sasa ishafikia hatima kwamba wanaona kwamba wao wako tayari kwa lolote. Kwa mtu anapofikia katika hatua hiyo, manake tena huwezi kumwambia kwamba wewe mimi nitakufunga, wewe mimi nitakufungulia sio kesi ya uhaini. Njia pekee ni kumsikiliza ana shida gani na kumfanyia ushauri. Na mwingine saikolojia ameshaharibika kwa sababu ana stress mengi ya maisha. Mtu unamuona tu kama ni mzima ni kwa sababu anatembea, anavuka barabara asigongwe na gari, ukasema huyu ni mzima, lakini saikolojia yake ana mengi, ameshaathirika kisaikolojia. Kwa hiyo mtu anapomsikiliza utaona kwamba hapa kumbe tunahitaji wataalamu wa counseling hapa, wa saikolojia, tuzungumze na haya makundi. Kwa hiyo ni vyema mikutano ya hadhara ikapate kufanyika. Hiki ndio kitu ambacho tunalishauri sana jeshi la polisi. Uhodari wa meno upo kwenye fithi. Hiki ndio kitu ambacho tunaomba sana kizingatiwe. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa kama mkuu wa nchi na serikali, kuna maelekezo ambayo aliyatoa kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na maelekezo yale ni maelekezo ya kisheria. Sababu watu wanasema rais hana mamlaka labda ya kusema kuhusu DPP, kusema kuhusu nani. Kwanza rais ameapa kusimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zake. Na ana mamlaka matatu. Ndio maana pia katiba imempa mamlaka kutangaza hali hatari. Moja, yeye ni mkuu wa nchi. Mkuu wa nchi. Alafu pili, yeye ni mkuu wa serikali. Maana watumishi wote wa serikali yeye ndo mkuu. Lakini tatu, yeye ni amiri jeshi mkuu. Na jeshini kuna amri tekeleza, amri jadili haizipo. Ukipewa amri unatakiwa tekeleze kwa haraka iwezekanavyo. Wanasema as soon as possible. Sasa itakuwa ni muhali na jambo ambalo litaleta mkanganyiko kama Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo halali kusema kwamba tupime uwiano wa makosa na mashtaka na wengine watu kuachiliwa. Alafu jambo hili likaendelea kusuasua, watu wasiachiwe kwa wakati. Au tukaona mchakato unafanyika kwa wakati na kwa uwazi. Maana yake tunasema kwamba watengeneza kitu kipya. Maana yake tunajiuliza utii uko wapi? Utii uko wapi? Yaani amiri jeshi mkuu aseme, aelekeze kwa majeshi. Alafu wewe uanze mambo ya jadili. Alafu wananchi wameshasikia. Na Mheshimiwa Rais manake ametoa hekima pana kwamba jamani tunakwenda katika maridhiano. Katika maridhiano lazima muangalie kwamba sio kila kitu lazima ushinde. Ndio maana sifa ya kiongozi sio kushinda mijadala, bali kutumia hekima na busara katika kuunganisha watu. Ndio maana amesema jamani watu wana ghadhabu. Wengine wamesema mbona na ndugu zao. Wengine mali zao zimeharibiwa. Nini tufanye? Hebu kwanza tushushe tempa za wananchi, warudishe silaha kwenye hara zake. Wale watu ambao wamefuata mkumbo waachiliwe. Maana kwanza nataka watu ghadhabu zishuke, waone watu wao wanaenda ulaiani, alafu tuendelea kuzungumza. Maana watakuwa pia wamejifunza. Kwa hiyo kutokutekeleza hili kwa wakati ni kitu ambacho kidogo tunakuwa tuna nini? Tunajiuliza.
Na sisi kwa sababu tuko mtaani tunasikia minong'ono ya wananchi. Hivi amri ya rais sio, kauli ya rais sio sheria. Watu wanakuwa na tuhoja, wanakuja na sheria. Hivi ile imekaje? Mbona mpaka leo hatujaona watu kuweza kuachiliwa? Hatujaona watu kwamba DPP ondoe mashtaka mahakamani. Lakini labda kuna sababu zingine za kiusalama, lakini muda mwingine tunasema kweli kwenye sheria makosa jinai kwenye PGO hakuna jadala la uchunguzi. Lakini katika kanuni za utendaji kazi za jeshi la polisi, kama wanaona labda ushahidi hujakamilika, hakuna jinai kamili, wanafungua jadala la uchunguzi. Kwa sababu mtu kumchaji kwenye kesi ya uhaini, unavyosikia uhaini maana yake ni mtu kutaka kupindua serikali halali iliyopo madarakani au kuvunja mkataba wa usalama. Na ndio maana ya nini? Ya uhaini. Au kuihujumu dola, kushirikiana na adui wa taifa. Ndio maana ya uhaini. Ikiwemo ni pamoja na kutoa siri za serikali. Kwa sababu serikali inapohujumiwa maana taifa linakuwa liko rehani. Kwa ndio maana ya uhaini. Sasa vijana wote wameingizwa kwenye kundi la uhaini. Watu watajiuliza uchunguzi mmefanya saa ngapi? Muda gani? Sababu ni process. Nani kamshawishi, nani kafanya? Wengine wameona kabisa huyu mtu amefanya uvunjaji. Si mshtaki kwa uvunjaji. Watu wameona kwamba mtu huyu kafanya wizi. Labda baadhi ya maduka alikuwa na kamera. Si mshtaki kwa wizi. Lakini muda mwingine wengine watakwambia sheria ni msumeno ukata mbele na nyuma. Wale wote ambao wamehusika pia kutoa uhai wa mtu, manake na wao wanabidi wafeje? Washtakiwe. Kama amesema tumetoa uhai pasipo kusudia kwa sababu ya kulinda amani, hayo ni mambo utatoa mbele ya mheshimiwa hakimu au jaji. Almaarufu kwenye vile vitabu vya kale walikuwa nasema Pilato. Kwa hivyo tutakavyokuwa lazima tukutane mahakamani ili haki ifanyeje? Itendeke. Yaani isiwe kwa hawa tu. Waswahili wanasema kwa kungu uliwa na kwa mwali uliwa. Kwa hiyo ni lazima twende kwa pamoja. Kwa hiyo tunapenda kuzishauri sana ofisi zetu za umma, ofisi ya mashtaka. Ni kwamba mashtaka ambayo yanaandaliwa ni vyema izingatie kwa watu wote. Wale ambao wameonekana wametumia matumizi za silaha za moto, kama ushahidi upo, maana wafunguliwe kesi kwa swala zima la mauaji. Kama ni maofisa wa jeshi, wamalizane kwenye koti masho zao huko, watuletee kwenye mahakama za kiraia tudili nao pale Kisutu na mahakama kuu. Ili tuweze kumalizana nao katika mchakato mzuri zaidi. Tukutane kwenye pinchi tunasema. Ili haki iweze kutendeka katika makundi yote. Kwa sababu tunavyosema maridhiano manake ni mchakato wa kuhakikisha haki inaonekana na sio tu inaambiwa. Kwa sababu tunavyosema maridhiano manake tunauhisha mkataba wa kijamii uliovunjika au ambao unaonekana unakwenda kuvunjika baina wananchi na dola. Wananchi kujichukulia sheria mkononi manake ni kwamba hiyo ni dalili ya kukosa imani na dola. Kwamba dola labda imekuwa dhalimu au dola inaonekana haitendi yake kwa wakati na vitu kama hivyo. Maana yake ndio maana tunakwenda kwenye kuridhiana. Kwa hiyo tunapokwenda kuridhiana maana yake ni lazima tuhakikishe kwamba hivi vitu vinakaa sawa sawa. Kwamba haki inaonekana inatendeka kwa makundi yote. Kwa hiyo tuzidi kushauri kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais yafanyiwe kazi haraka iwezekanavyo. Watu ambao walifuata mkumbo kama alivyosema yeye ni mama, waashiriwe haraka iwezekanavyo kusura jambo la kusuasua. Jambo jingine, maofisa wa polisi na serikali za mamlaka za mitaa kuandaa mikutano ya hadhara, lakini pia IGP kuandaa mijadala mbalimbali ya kitaifa, makongamano, semina, tuzungumze na kila aina makundi, tuzungumze na wadau wote, wadau wa kisheria. Jamani, kuna 1 2 3 tuzungumze kama taifa. Tusimame kama taifa. Hili ndio ambalo leo tunataka tusisitize sana na tukasema kwamba ni lazima na sisi tukazie boti. Tukazie boti katika hili. Kwa sababu muungwana akivuliwa nguo uchutamu. Hatuwezi kusema hakuna kilichotokea ili mradi jamii imejua kipi kimetokea. Tunasema katika jumuiya mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Sasa pamoja kwamba tunasemwa mbalimbali, tunasemwa. Na tambua kwamba mambo yote taifa ndio linaharibikiwa. Lakini inabidi tuandike historia mpya. Tuseme jamani, haya yalotokea si ndio? Kama tulivyosema ndio ni maskini, tugange nini? Yajayo. Sasa tunamaliza hivi, tunaliziana katika haya. Tunachukua hatua kuhakikisha haki zote zinatendeka kwa makundi yote. Asanteni sana kwa kunisikiliza.